Katika jina la Yesu Kristo tunakubariki asubuhi ya leo. Umetukusanya hapa Bwana sababu una shabaha kwa ajili yetu. Asante Bwana sababu hakuna yule aliyekuja kwako na akarudi jinsi alivyoingia. Ninakubariki Bwana sababu kuna mioyo ambayo imeingia hapa na wala imevunjika. Ninaamini Bwana kama imeingia ikivunjika, inaenda kutoka hapa na imenyooshwa kwako. Ile yote ambayo ilikuwa imeingia na wala imepata madhaifu fulani, imepata tena nguvu sababu imekuja ni kwako Bwana. Yeyote aliyoingia Bwana na mahitaji mbalimbali, ni kwako tu ndio tunapata jibu. Ndio maana Bwana tunaamini ya kwamba asubuhi ya leo unaenda kutunenea tena. Mtumishi wako ambaye umemchagua kwa ajili ya kumtumikisha ili unene na taifa lako Bwana. Yeye ni chombo kidhaifu. Tunamjua ya kikawaida lakini wewe ndio unamjua zaidi. Tunenayo asubuhi ya leo ambayo tunahitaji kwako ni kwamba Bwana umupe tu kibali Bwana. Umtumikishe kama vile chombo chako ambacho umejichagulia kwa ajili ya kubariki taifa lako asubuhi ya leo. Baba, ukitakase ili baraka zinapotoka kwako zikiwa takatifu Bwana, zipite ndani yake ambaye atakuwa mtakatifu na zitufikie sisi ambao ni watakatifu Bwana, na tuweze tuzipokee na tuweze kupata faida ya baraka hizi. Tunanena ya kwamba kila uwezo wote wa giza, kila mapepo, kila ushirika wote wa shetani ambao ulikuwa umejiandaa kwa ajili ya kuharibu neno la leo, ili watu wako wasilipokee kwa furaha, ili lisifanye kazi katika maisha yetu, kwa jina la Yesu Kristo tumekataa. Tunasema ya kwamba Bwana, ujichukulie mkutano wa leo. Ujichukulie neno la leo. Liwe ni la kutoka kwako, lipate baraka na sisi tuweze kubarikiwa kweli kweli jinsi umeliandaa mbinguni. Tunakubariki Bwana sababu unaenda kutenda zaidi hata ya maombi yetu. Umesema mahali wawili watakutana kwa ajili ya jina lako na wewe uko hapo. Tunaamini ya kwamba wewe uko hapa, na tunaamini ya kwamba umetukusanya hapa Bwana wewe mwenyewe. Kuna yule ambaye ametii aliko ya mtu, lakini umempitia huyu mtu Bwana ili upate kumzungumzia. Asante Bwana sababu umetukusanya na unaenda kutubariki sote asubuhi ya leo. Jina lako litukuzwe na mapenzi yako yafanyike kwa jina la Yesu. Amen. 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 Katika makofi na vigelegele, With shouting and clapping our hands, tunapokea neno la Mungu ambalo linakuja kwa jina la mtumishi wa Mungu we mchungaji. welcome the word of God through our pastor. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nashukuru Mungu mara tena asubuhi ya leo I thank God again this morning kuwa hapa mbele yenu to tena. be in front of you again. Nashukuru kwa kila umoja wenu. I thank God for each Ambaye one pia of Mungu you, amejalia neema ya kuwa hapa. that God has been given grace to be here this morning. Nashukuru Mungu pia I thank God again kwa makuu na maajabu anaendelea tenda katika for the familia. wonderful He has done in my family. Wiki ambayo imepita Last week, tulikuwa tukizungumzia habari za jukumu za mshirika wa kanisa na kanisa lake la we have Bwana. been talking about the responsibility of a Christian toward his church. Na nilipokuwa nazungumzia ile mambo siku ya malizia, And when I was talking about those things, I didn't finish them, lakini bado tutaendelesha huko mbeleni. but we will continue with them in the future. Lakini leo nimejisikia niweze kuzungumzia jambo jipya, Today, I'm going to talk about a new thing, na ni jambo ambalo linahusu habari ya Pentekoste. and it's about Pentecost. Habari hii ni habari ambayo labda tunaijua sana, Perhaps we know this news, na hii habari huenda tumeizungumziwa mara kwa mara kwa muda mrefu, and perhaps we have been talking about this word a long time. lakini leo nimependelea kuingia kidogo kindani kutambua Pentekoste ni nini. But today I want to go deep and to know what is Pentecost. Katika mpangilio wa somo langu Through my preparation, nitaenda kuzungumzia mambo ifuatayo. I'm going to talking about some. Kwanza tutaangalia namna gani maana ya Pentekoste ni nini. What is the meaning of Pentecost? Tutakuja kuona Pentekoste katika Agano la Kale. We're going to see Pentecost in the Old Testament, Tutakuja pia kuona Pentekoste katika Agano Jipya. Pentecost in New Testament, Tutakuja pia kuona shurti za ujio wa Roho Mtakatifu katika kundi. and we're going to see about the coming of the Holy Spirit in the congregation. Na mwishowe nitamalizia pale katika kifungu. And at the end, I'm going to finish by conclusion. Bwana sifiwe sana. Amen. Nitaenda kwa haraka sana kupitia somo la siku. I'm going quickly about this teaching. Andiko letu tunalipata katika kitabu cha Matendo ya Mitume, We're going to see Acts sura yake ya 2. 2. Tunaanza ule mstari wake wa kwanza. We're going to start by 1. Matendo ya Mitume sura yake ya 2, Act of the Apostles chapter 2, na tunaanza ule mstari wake wa kwanza kabla tuingie kwa maana ya Pentekoste. verse 1.
Tutasoma katika jina la Yesu Kristo. We're going to read in Jesus' Yule ambaye name. amepata atatusomea tafadhali. Someone who has found can read for us. Matendo ya Mitume 2 mstari wake wa kwanza. The Acts of the Apostles, chapter 2, verse 1. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwa wote na moyo mmoja pahali pamoja. Amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Hapa tunasikia habari ya Pentekoste. Here we have heard about the Pentecost. Lakini basi tuangalie Pentekoste maana yake ni nini? Let us know what is the meaning of the Pentecost. Neno hili Pentekoste The word ni Pentecost, neno ambalo limetoka katika lugha ya Kigiriki it's the word coming from the Greek word. ambalo ilikuwa inaitwa Pentekostos, What the mean Pentecostal? iliyokuwa inamaanisha ya 50. What means 50s? Ya 50 ni kwamba ni jambo ambalo limefika kabla ya 49 50 yake. They say that something just come after 49, what is 50. Na hii ilikuwa ni sherehe ambayo wana wa Israeli walisherekea. And this was a feast that the children of Israel always did. Walisherekea mara 3 katika mwaka, sherehe 3 pia. Every time they took this 3 times a year. Katika mwaka mmoja Waisraeli walisherekea sherehe 3. In 1 year they celebrated 3 things. Na kati ya hizi sherehe 3 moja yao ilikuwa hii Pentecost. And in those 3, one was Pentecost. Lakini hii Pentecost pia ilijulikana kwa majina tofauti. This Pentecost also was known through many words. Na jina la kwanza tumeliona ilijulikana kama ni ya 50. The first one was is 50. Jambo la pili pia ilijulikana kuwa ni sikukuu ya majuma. Second one is the day of week. Tunapata lile andiko katika Kutoka We found this one sura yake 34 na Exodus 22. 34:22. Biblia inasema hivi, The Bible says, nawe utaitunza sikukuu ya majuma, and you will keep the days of the week, nayo ni malimbuko ya mavuno ya ngano, and this is the fruits of the wheat, na sikukuu ya kukusanya vitu mwisho wa mwaka. Amen. and the day to gather things at the end of the year. Hiyo ilikuwa ni sikukuu ambayo ilijulikana kama vile ya majuma, That was the day to known by the week, ambayo wana wa Israeli waliagizwa na Mungu kuisherehekea. that the children of Israel was told by God to celebrate. Tunapoangalia maana ya Pentecost, When we see the meaning of Pentecost, tunaangalia kwamba hii Pentecost ilianza tangu Agano la Kale. we see that this Pentecost starts since the Old Testament. Kanisa la mitume wakati wamejazwa Roho Mtakatifu, The church of apostles, when they were filled with the Holy Spirit, watu wengi hufikiria kwamba Pentecost imemaanisha kujazwa na Roho Mtakatifu. many people think that Pentecost is to be filled of the Holy Lakini Spirit. Waisraeli walisherekea tangu Agano la Kale. But the Israelites celebrated this Pentecost since the Na walisherekea kama vile sikukuu kila mwaka. and they celebrate it as a feast every year. Na ndiposa tunakutana wakati wanafunzi wa Yesu Kristo, And that's why we found when the disciples of Jesus Christ, mitume walipoenda huko Yerusalemu, when they went to Jerusalem, walikuwa wanaenda Yerusalemu kwenda kwa ajili ya kutoa malimbuko yao. they went there to offer their offerings. Walikuwa wameenda huko kwa ajili ya kusherekea hiyo sikukuu ya Pentecost. They went there to celebrate this day of Pentecost. Ni kwamba Pentecost haikuanza ile siku, Pentecost didn't start that lakini day, Pentecost ilikuwa imeshaanza zamani. but it was started since Na long ndiposa time. Biblia inasema hivi, That's why the Bible says, Yesu wakati amezungumza nao when the Bible akawaambia, Jesus told them, mtakapoenda huko Yerusalemu when you will go to Jerusalem, msitoke tena huko, don't leave Jerusalem, mngojee ahadi wait for the ya Roho promise, Mtakatifu. the Holy Spirit. Wakati Roho Mtakatifu atakavyoshuka, When the Holy Spirit will ni come pale upon you, mtatoka kule, that's when you will na leave nyinyi Jerusalem. mtakuwa mumevikwa nguvu. And they will be filled by the Holy Spirit. Walienda huko They Yerusalemu went to ni kwa Jerusalem ajili ya kusherekea sikukuu ya to Pentecost. celebrate the day of Pentecost. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Biblia inasema ya kwamba katika ile Kumbukumbu la Torati The Bible says in ya Acts, kwamba watatunza ule mwezi wa majuma, they will keep that month of weeks. watachunga ule mwezi. Ni mwezi ambao ulikuwa unajulikana tayari kwao, They will keep that month. na ule mwezi ulikuwa ni mwezi wa kwanza And that month was the first ambao month uliitwa Nisan ama Abib. that was called Nisan or Abib. Ule mwezi ndio ambao walianzia kuhesabu zile siku 50. That's the month where they started to count those 50 days. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Tunasoma basi Kumbukumbu la Torati We're going to read sura Deuteronomy yake 16 16, mstari wa kwanza hadi 20. 1 to 20. Tutasoma ule wa kwanza alafu tutasoma na ile 20 samahani. We're going to read 1 and 20 just. Tunataka ona namna gani hawa Waisraeli walisherekea ile We're sikukuu. going to read how these people celebrate. Biblia inasema hivi, The Bible says, utunze mwezi wa Abib
keep the month of Abib, ukamfanyie Pasaka Bwana Mungu wako, make a feast to kwa your kuwa Lord, ilikuwa ni mwezi wa Abibu alipokutoa Misri usiku. because it was the month of Abib when he took you from Bwana Mungu Egypt, wako. your God. Ule mstari wa 9 unasema hivi. 9 says, Jihesabie majuma 7 tangu wakati wa uanzao kutia mundu katika mmea wako. count for yourself 7 days before you start to. Utaanza kuhesabu majuma 7. You will count 7 weeks. Mstari wa 10 inasema hivi. 10 says, nawe sikukuu ya majuma umfanyie Bwana Mungu wako, and the day of the weeks do for your God, kutoa sadaka ya hiari ya mkono wako, to offer the offerings for your hand, utakayotoa kwa kadiri akubarikiavyo Bwana Mungu wako. that you will do according to the blessings for your God. Pale tunakutana namna gani Waisraeli walisherekea Pentecost. We found here how the children of Israel celebrated Pentecost. Shida kubwa kwa makanisa siku ya leo The big problem for church ni these kwamba days, watu wanasherekea Pentecost isivyokuwa kibiblia. people celebrate Pentecost not according to the Watu Bible. wanaposherekea sikukuu ya Pentecost, When the people celebrating this wanaenda mbele Pentecost, za Mungu, wanasema tunangojea Roho Mtakatifu akuje they kushuka. go before God and said, we are waiting for the Holy Spirit to come Wanaenda down. mbele za Mungu kusema kwamba ni siku yenye Roho Mtakatifu alishuka. They say it's the day that the Holy Spirit came Lakini down. asubuhi ya leo nataka kutoa hiyo maelezo mabaya But this morning I want to correct ambayo this. labda ilikuwa imeingia ndani ya kanisa Perhaps to enter in the church, na wakapoteza mwelekeo wa Pentekoste katika and maandiko. they lost the way of Pentecost. Biblia inasema hivi. The Bible says, Wana wa Israeli walipokuwa wanasherekea ile, the children of Israel when they were walikuja celebrating, mbele za Mungu na malimbuko yao. they came before God with their offerings. Walikuja mbele za Mungu na matoleo yao. They came with offerings. Na ile matoleo ilikuwa ni nini? And those offerings, what were Walikuwa they? wamelima mashamba zao. They are planting their Maana hii field. siku ilijulikana ya kwamba ni wakati wa mavuno. And this was the time of Katika reaping. Israeli mavuno inaanza katika ule mwezi wa Abibu. In the Israel, Mavuno yanaanza ule wakati wa Abibu, harvest. the harvest time starts by Abib month. Na wakati imeanzia And pale, when it starts there, ndio wakati Kristo naye alikuwa amekufa. and that's where Christ Na died. Kristo katika kufa kwake And when he died, ikawa ni wakati wa Pasaka. and it was the East time, Wameenda kusherekea Pasaka. they went to celebrate East. Baada ya kusherekea hiyo Pasaka, After celebrating East, akawaambia he hivi, told them, msitoke tena kule. don't live there again. Wakati amewatokea When he came to baada them, ya siku 40, after 40 days, Yesu akawaambia hivi, Jesus told kule them, Yerusalemu kwenye mlisherekea Pasaka, that Jerusalem where you msitoke celebrate, tena kule. don't live there. Na tangu pale And since then, walianza kuhesabia zile masiku. they start counting those Baada ya days. siku 10 tena, After 10 days kabla ya again, hizo siku 40, before those 4 Roho days, Mtakatifu alishukia mitume. the Holy Spirit came Na to the ndiposa disciples, ikaenea siku 50. and it came to 50 days. Pentekoste ambao watu waliabudu Pentecost that people worship, ilikuwa ni amri ya Mungu, it was the law of ilikuwa God. ni agizo la Mungu It was the ya kwamba wana wa commandment Israeli that the watafanya vile. children, they will do that. Na katika kufanya vile wafanye namna And gani? doing that, what they were going Ilibidi to do, waende siku kwa siku mbele za Mungu they have to go every day for na God matoleo yao ya kumtolea. with offerings to give to. Tuendelee basi katika ile Pentekoste katika Agano la Kale. Let us go to Pentecost in Old Testament. Tunaona ya kwamba Waisraeli walisherekea sherehe hii kila wiki. We see that the Israelites celebrating this every week. Na ilikuwa kwa wiki ya 7 baada ya Pasaka. And the 7th day after the East, Walikuwa wakitoa kwa Bwana sehemu ya mavuno yao. they were giving some parts of their, Ilikuwa ni amri ya kutoka kwa Bwana. it was the law from the Lord. Wiki ya 7 ilipokuwa imefika, When the 7th week came, wakati wote wa mavuno yao ya Israeli walikuwa wanaleta. after the harvest of Israelites, Kwa hivyo wiki 7 ilionekana ni muda wote wa mavuno katika Israeli. 7 weeks was the time of harvest. Na ndiposa walichukua ile wakati kama vile ni wakati wa Pentecost. And that's why they took that period as a Pentecost period. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Mchungaji atanisaidia na hiyo mshwari yangu pale. Nasikia joto hapa. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Tunakuja kuona ya kwamba hawa walipokuwa wakisherekea, When they were celebrating, walisherekea ile siku ya 50 kisha kuvuka Pasaka. they celebrated the 5th day after East. Na ndiposa walikuwa wakimtolea Mungu sadaka katika mavuno yao. And they were now celebrating God by giving their harvest. Ni kosa kubwa kwa Mkristo It is a sin to a wakati anaweza Christian kosa kuwa mtoaji if he cannot na anangojea kujazwa na Roho and Mtakatifu. he want to wait to be filled with the Holy Spirit. Ni kosa pia kwa Mkristo
it is a Siku simple ya occasion. Pentekoste yeye kusubiri kujaza Roho Mtakatifu The day of Pentecost, badala ya kusogelea Mungu instead of to na come kwenda God kufuatana na agizo ya Mungu sawa maandiko and to inavyosema. wait for the promise of God as the scripture Hawa says. walipoenda kule When they went there, hawakuenda ili wajazwe Roho Mtakatifu. they didn't go to be filled with the Holy Spirit. Nataka munielewe hapa. I want you to understand here. Mitume wa Yesu Kristo, The disciples of Jesus Yesu Christ, hakuwaambia wakati gani atawajaza Roho Mtakatifu. Jesus did not tell them when he will be filled. Lakini amewaambia hivi. But he told them, Mwende kule Yerusalemu, go to Jerusalem, mkae kule, wait there, mngojee ile ahadi wait for the mpaka promise wakati itakavyofika. until when it will come. Hakuambia siku ya kwanza, He did not say the first hakuambia day, ni siku mbili, this after 2 wala days, hakuambia siku 10. or after 10 Lakini days. lengo lao la kwenda But Yerusalemu the mission to go to ilikuwa ni Jerusalem, kwamba wanaenda kusherehekea they Pentecost. went there to celebrate Na Pentecost. walipofika kule And Yerusalemu, when they reached katika ile Jerusalem, kuisherehekea after Pentecost celebrating this na Pentecost wakingojea ahadi ya Roho and Mtakatifu, waiting for the promise of Roho Jerusalem, Mtakatifu alishuka the juu. Holy Spirit came upon Jina la them. Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Ni kwamba Roho Mtakatifu ni amri. The Holy Spirit is a commandment. Wakati Mungu anaamrisha ya kwamba watu wote watajazwa Roho Mtakatifu, When God commands that everybody will be filled with the Holy Mungu Spirit, anataka kutimiza ile ya amri yake. God wants to fulfill this Na commandment. wakati pia anatuahidia ile, And when He promised us Biblia this, inasema yeye anakesha kwa neno the lake. Bible says He just there watching about Na His tena word. yeye anaheshimu neno lake And He just respect His zaidi word hata ya jina lake. more than His Ni name. kwamba hawezi kuahidia He kitu cannot promise na yeye something akose ukitimiza. and He will not fulfill Lakini it. basi kwa nini Why? watu wengi hawajazwi Roho Many Mtakatifu? people are not filled with the Holy Spirit. Na wakati mtu anaweza kujiuliza, wengine wanajazwaka, mimi sijajazwaka. Perhaps you can ask, maybe other people are filled, but they are not Wewe filled. hata wengine wanasema eski inakuwaka kweli kabisa kama ule Roho Mtakatifu anakuwaka. Is it true that the Holy Spirit is there? Lakini ikiwa Mungu yuko But if God is, na kama unamwamini ya kwamba yeye yuko, and if you believe that Roho He is, Mtakatifu pia yuko. then the Holy Spirit Na is. kazi zake tunaziona And zinapofanyika His works is there sababu yeye yuko. because He is there. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Wana wa Israeli kila mtu alileta sehemu yake. The Israelites brought something, Na katika kuabudu ile Pentekoste, and for worshiping that ile ndio Pentecost, ilikuwa utaratibu wao. that was the requirements. Ni kwamba kuabudu ama kuheshimu Pentekoste To worship or to respect Pentecost, haiko kufika mkanisa it's not to come in the na church tunaanza imba wimbo and you start singing, utume Roho wako juu yetu, send the Holy Spirit na upon alafu us, tunainua mikono juu. then we lift up our Roho hands. shuka sasa Baba, Roho shuka Holy sasa Spirit, Baba. come down now, come down now. Roho atashuka The Spirit will wakati come tunatimiza amri za Mungu, when tunakaa katika kumngojea, we there waiting for na Him, baadaye moyo wetu unakunjuka and kwake. our heart is open to Him. Tunatoa mali yetu kwa We hiari, just give our wealth to tunatoa Him. miili yetu kwa We hiari, give our body to Him. tunatoa saa zetu kwa We hiari. give our time Roho freely. Mtakatifu anakuja kututia The nguvu Holy Spirit come to ili strengthen ya kwamba us tutende iliyo ndani yetu kwa kazi ya so Mungu. that you can do what is as in us Kwamba in Roho God's work. Mtakatifu ni zawadi ya Mungu mwenyewe. The Holy Spirit is a gift for God. Roho Mtakatifu hatafuti wake, We cannot look for the Holy lakini Spirit. Mungu ndio anamuweka ndani The yako. Holy Spirit put him in Wakati you. anatambua ya kwamba When he knows kuna kitu chake ndani yako there's something ambacho yeye from anataka you. kukomaza, That's what he wants to anataka preserve. kukitia You moto want to give ili him kiweze power kutenda so kazi. that he can do work. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Ile ndio kazi ya Roho That Mtakatifu, is the work of the Holy Spirit. na hapo ndio Pentekoste imeanzia. That's where the Pentecost starts. Tutaenda kusoma andiko katika Walawi We're gonna see in Leviticus sura yake 23 ile mstari wake wa 9. 23:9. Tunaanza ule mstari wa 9 hadi wa 11. We're gonna start by 9 until 11. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo. We're gonna read in Jesus' name. Sura yake ya 9 Biblia inasema hivi. 9, the Bible says, Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli uwaambie, hapo mtakapokuwa mmekwisha ingia hiyo nchi ni wapayo na kuyavuna mavuno yake, ndipo mtakapomletea kuhani mganda wa malimbuko ya mavuno yenu, naye atautikisa mganda mbele za Bwana ili kwamba ukubaliwe kwa ajili yenu siku ya pili baada ya Sabato. Kuhani atautikisa. 16. Hata siku ya pili ya hiyo Sabato ya 7 mtahesabu siku ngapi? 50, nanyi mtasogezea Bwana sadaka ya unga mpya. Amen. Amen. Angalia Pentekoste mahali imetokea. See where the Pentecost came from. Wana wa Israeli, Mungu anatuma Musa na amri, God has sent Moses with the commandments.
Na anawaambia hivi, And he told them this. wakati wanafika katika ile nchi ya Kanaani, When you reach the country of Canaan, wataanza kulima kule, you will start now planting. wataanza kupata mavuno. You will start getting Lakini harvest. wanapopata yale mavuno, When you get those harvests, Biblia imetuambia hivi, the Bible says ya kwamba wasikose kuleta sehemu fulani kwa makuhani. you have to bring some part to the priest. Watakapovuna ile mavuno yao, When you just walete ile sehemu kwa makuhani, bring that part to the na priest, ule kuhani atachukua ile siku ya pili and baada ya that sabato, priest will take that ya kwamba second day. ataenda kutikisa ile muganda. He will go and shake that Jina la Bwana sheep. lipewe sifa. Hallelujah. Hapa ni hali ya matoleo hii. This is the offerings. Siku ya sabato ni pale watu wote walileta ile, The day of Sabbath, that the day people maana brought those ilikuwa things. inaletwa katika kusanyiko. They were brought in congregation. Nataka rudia kidogo kwa somo nilikuwa nazungumzia I want to go back juu ya kanisa la mahali. about the local Hawa church. watu walileta sehemu zao za malimbuko na mavuno Those people brought some offerings of the katika harvest sehemu ambako walikuwa wanakusanyikia, well in the congregation. maana wakati ule walichagua mahali pamoja Because that time they choose one ambapo place. walijua ya kwamba pale ni mahali pa Bwana, That is the place of the Lord. na pale ndio wote walienda kuleta mavuno yao, And that's where they brought their na harvest. kila mahali And everywhere palikuwa na kuhani anayerepresent Mungu pale. there was a priest who represented Kama God. vile kila kanisa la mahali At every church lina mchungaji ambaye Bwana anamtazamia pale, there is a shepherd who God na sees. pale ndio pale kutaletwa zaka na mavuno na malimbuko. And that's where they will bring offerings and everything. Unajua kuna Wakristo wengine There is the other Christian. anaweza kuwa Mkristo wa kanisa mahali, He can be a Christian of local lakini church. chakumi chake na sadaka yake haiendake pale. That is offering his tithe doesn't go there. Haiko Biblia ile wapendwa. That's not a Bible. Unaweza kuwa mshirika hapa, You can be a Christian lakini here. chakumi yako inaendaka Afrika. Your tithe just go out. Wewe hauko mshirika wa mahali You are not a member of this na church. hujatii neno la Mungu. And you are not obeying the word Neno la of Mungu God. linasema The hivi, Bible says kuna kuhani ambaye aliletewa ile there malimbuko, is a priest who has been na brought wakati those aliletewa offerings. ile And malimbuko, when they brought this to him, hiyo siku ya pili that the second day, alienda akaitikisa. he went and shake it. Sijui malimbuko yako ya Afrika inaendaka siku I gani, don't know you. na siku ya pili ya ule mchungaji wako wa kule ni The gani, second of your lakini kwa shepherd. utaratibu wa kanisa But for the ni church, kwamba kila matoleo ya washirika wa mahali, every offerings of members of the iwe church, malimbuko, every offering, iwe mavuno ya shamba zao, if it can be for the field, na utaniambia huku he hamulimake, said this one don't plant here. lakini kazi za mikono yote But the mnayofanya work of hands Biblia imeziita pale ya kwamba na yote ya kutoka kwa mikono and everything from your ya hands, kwamba ni lazima iletewe kwa kuhani it has to be brought ili to aweze the priest kuitikisa so that he can shake kusudi it, ipate kibali mbele. so that it can be favor, God favor in front of God. Bwana tusaidie sana. Hallelujah. Biblia inaonyesha pale The wazi Bible shows here, waliposikia ile habari, when they had this ni news, sababu kulikuwa jambo ambalo Mungu alitaka kurekebisha kwa wana wa there is Israeli. something that God wants to correct. Unajua wana wa Israeli wakati wameingia Kanaani, The children of Israel, when they came to Kanaani Canaan, ilikuwa na miungu yao. Canaan had some idols. Kanaani pia ilikuwa na mila zao, It had some cultures. na tabia ya wana wa Kanaani ilikuwa And hivi. their habit was, Walipokuwa wanapanda mimea, when they were planting some walikuwa na grain, uchawi, they had some witchcraft. na ile uchawi wao ilikuwa ili mimea yao iweze And kukomaa, that witchcraft so that their walikuwa plant can grow up. wananyeshesha mvua kwa mimea They yao. have brought some rain to their grain. Kuna mama mmoja aliniambia kwamba kuna mahali fulani huko upande wa Tanzania There huko, is the mother who told me in Tanzania there, ama upande wa huko Kongo mahali kuna karibiana na Tanzania, some place Congo. ya kwamba kuna close mtu to kule Tanzania. saa hii tu akisema hapa mvua inyeshe, They said if they want the rain to come atazunguka down, nyuma ya nyumba, he just goes hadi around tutaanza piga hapa There's some- na mvua inanyesha. and the rain will come. Hawa Wakanaani ndio walikuwa hali zao, This Canaan, they were their mimea habit. yao haikukuwa inakomaa ovyo ovyo, Their grain will not grow up just walikuwa like this. wanategemea miungu yao, They were just walikuwa counting on their wanategemea gods. hizo hali za kuleta mvua Those kind of witchcraft ili mimea yao iweze so kukomaa. that their grain can grow up. Mungu akakumbusha wana wa Israeli And God just ya remember kwamba the children. ingawaje mtakuwa pale, Even if you will be there in mkumbuke ya Canaan, kwamba mavuno yote remember that every ambayo harvest mnaipata that will grow. sio sababu mvua It's ilinyesha, not because the rain came sio down, sababu wachawi walifanya it's not ile, that the witch lakini did sababu this, mimi Bwana wa but mabwana, because I, God of nilitaka God, ikuwe vile. I want to be that. Sababu ya ile Because of that, utakuwa mnaleta malimbuko. you have to bring that thing. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Mkristo anayeleta malimbuko mbele za A kanisa, Christian who brings some offering to Mkristo church. anayejitoa kwa kazi ya A Mungu, Christian who just give himself ni to work of Mkristo God. ambaye jambo la kwanza ametambua kwamba aliyoipata Mungu ndio amempa. Is that he remember that what he got, it's God who give it. Ni Mkristo pia ambaye anajua kwamba sio sababu alisoma sana kutuma maseve mingi It's a Christian who knows that even he didn't send many CV, ndio sababu alipata that's hiyo. why he got that. Lakini sababu alijua
ya kwamba But because he knew that kuna ushirika pembeni yake, there is a relationship. kuna watu pembeni yake walioomba There juu is yake, people around him who pray. kuna watu wanaomrepresente mbele za There Mungu is people who represent him before ambao God, waliweza kumuombea who prayed for him. akaweza kupata ile He baraka, got that na yeye blessing, anarudishia Mungu tukufu and they just bring kwa back to shirika la God kiroho ambalo Mungu ameweka for mbele. the congregation of Holy Spirit. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Hiyo ilikuwa ndio Pentecoste vile ilifanyika. This is how the Pentecost was done. Kwa ule mstari wa 16 ndio nimesikia vizuri sana. Verse Ya 16. kwamba hata siku ya pili ya hiyo sabato ya saba Even the second day of that Sabbath, mtahesabu siku 50. you will count 50 days, Nanyi mutasogezea Bwana sadaka ya unga mpya. and you will bring to God some offerings of wheat. Sijui sadaka ya unga mpya unataka kuielewa. I don't know the offerings of new wheat. Labda atasema ndio semule ile You semule think ya Abraham. that is semule? Haiko ile semule ya It's Abraham. not that white semule. Kuna vitu ambavyo ni vipya kwa maisha yako. There is things which are new in your life. Unajua kitu kipya ni kila mwanzo wa kitu. You know every new thing is at the beginning of everything. Unapopata dola 10, When you get to $10, unaanza 1, 2, 3, 4, 9, you 10. start to 1, 2, 3, 9, 10. Wakati uingie kwa kitu kipya nini utaanza tena pale? Before you Unaanza get ingine moja. you start again one. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Na pale ndio tunaambiwa kama moja ya 10. That's why I say the tithe. Katika mapato yako Through your kuna moja ya 10 ambayo unahitaji kuletea Mungu. there is one tithe that you have Katika to do. kazi zako za mikono For your kuna works, moja ya 10 ambayo unahitaji kuletea Mungu. there is one of them you have to bring to God. Na utaniambia sasa ile kazi ya mikono ndio nini kwa mfano? You're going to say, what is the work of my hands? Unasukaka nywele. You are just braid the hair. Ni wangapi wanajua kwamba ukisuka mtu nywele ukilipwa 100 uko na unapaswa letea Mungu moja ya 10? How many people do say, if you do that way, you have to bring to God that tithe? Unafanyaka biashara. You do business. Unajua kwamba katika ule biashara ambao unafanya Mungu anahitaji pia mule kitu. Through those business, God requests something. Na kwa ile biashara labda haulipake taxes, ulipie Mungu ile tax. Perhaps that business you don't pay tax. Can you pay that tax to God, please? Bwana tusaidie sana. Hallelujah. Hata tuendelee kwa jambo la kufuata. Let us go to the next thing. Hapa tulikuwa tunaangalia Pentekoste katika Agano la Kale. Here we are seeing the Pentecost in the Old Testament. Sasa tuangalie basi Pentekoste katika Agano Jipya. Now let us see the Pentecost in the New Testament. Tutaenda kusoma lile andiko letu basi. We're going to read our Katika scripture. Matendo sura yake ya pili Acts chapter 2, na ule mstari wake wa pili hadi ule wa 4. verse 2 to 4. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo. We're going to read in Jesus. Biblia inasema hivi. The Bible says, Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Amen. Amen. Biblia inasema hivi. The Bible says, Hiyo ilikuja wakati walikuwa tayari pale. that came suddenly when they were there. Mitume wametoka The disciples just left mahali na mahali, places and places. wote wakaenda katika chumba kimoja. They went in all together in one room. Walipokuwa katika kile chumba, When they were there, anasema ghafla kukaja kutoka mbinguni uvumi kama vile upepo. the Bible says suddenly there came a mighty Na ule wind. upepo And uliokuja, that wind, siamini kwamba walijua eti ndio Roho Mtakatifu. I don't think they recognized that that was the Holy Spirit. Sababu wakati wamesikia ile, When they heard this, hakuna mtu mwenye alikuwa anaona mwingine ile wakati. no one was seeing another one. Biblia inasema The hivi, Bible says, kitu ambacho kilifanya watambue kwamba ni Roho ameshuka what made that they were ni mambo announced? matatu. Three things. Jambo la kwanza, First thing, walipochungulia kwa wengine, when they saw others, wanaona kila mmoja anakuwa na ndimi ya moto. they saw the tongue of fires were upon Jambo them. la pili, Second thing, wanakuja kuangalia, wanaanza ongea tofauti na vile they wanaona. were speaking of different tongues. Na jambo la tatu, Third thing, wakajisikia wametiwa ujasiri. they thought that they were Jina la strength. Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Kazi ya Roho Mtakatifu The work of the ni Holy mambo Spirit. matatu. Three things. Ya kwanza ni kukubadilisha First wewe. thing to change you. Jambo ya pili ni kukutia nguvu za Second, Roho, to strengthen you. kuinua vipawa na karama ndani To yako. lift the Na jambo la tatu, Third thing, kukufanya utayari wa injili ya to Yesu. make you ready for the gospel. Hautakuwa
tayari kushuhudia Yesu You Kristo, will not be ready wakati to hauna announce upako wa Roho when Mtakatifu, you don't have the feeling of the Holy hautakuwa Spirit. tayari kukemea mapepo You will not cast wakati Roho demons Mtakatifu hajakutia when nguvu. the Holy Spirit not strong to you. Hautakuwa na uwezo wa kutembea wakati unaofaa You na will not usiofaa. have power to walk every Wakati time hauna Roho Mtakatifu, when you don't have the Holy Spirit. wakati Roho Mtakatifu haiko, When the Holy Spirit is not there, tunavunjika moyo kwa kila jambo. we are not discouraged on Hata everything. kajambo kafupi tu kama Even if a small thing, unakutana mtu na amani mimi. someone is just down. Mimi sitaomba tena. I will not pray Mimi even. sitaenda na I kukanisa. will not go to Mimi na mimi church. naviacha I yangu. just leave them. Afadhali basi hata nikufe. I can Afadhali die basi tu na vikue even hivi. if you can be there. At Lakini least. ni Roho Mtakatifu But the Holy ndio Spirit anakutia who nguvu just gives you ya power kusimama wakati wa majaribu so that yako. you can stand through the Anakuongezea transition time. uwezo na mamlaka You just add ya a new kutumika power hata kazi ya Mungu. so that you can work for the Wakati God's Roho work. Mtakatifu anatenda kazi, When the Holy Spirit is doing the work, hauangalia yenye kukuzunguka. you don't see what is around you. Unaangalia yenye kukaa ndani You yako. just see what is Na inside ni yeye you. anakuwezesha kutimiza And ile. you see the one who Sababu enables to do lengo that. moja la Roho Mtakatifu ndani Because one thing of the Holy ni Spirit wewe kutimiza mapenzi ya Baba. to do Father's God's will. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Kwa hivyo tunaangalia katika ile agano jipya We see pale. now in the New Tunakutana Testament. zile habari tena katika ile matendo ya mitume. We see also in the Act. Tutaenda kusoma ile habari pale. We're going to see that word there. Hatujafika kwa ile japo samahani. Nazungumzia habari za Pentekoste wakati wa agano jipya. I'm talking about Pentecost in New Testament. Wakati agano jipya wanafunzi walipojazwa Roho Mtakatifu. When the disciples filled with the Holy Spirit, Tutakuja kuelewa ya kwamba walikuwa mahali pamoja. we're going to see that they were in one place. Kama walikuwa mahali pamoja, If they were in one place, kuna kitu ambacho kimewaleta pale. there is something which brought them together. Na ni pale nataka kuwaonyesha waziwazi And that's what I want to show you ili clearly. tuweze kujaza Roho Mtakatifu kama vile kanisa la leo. So that you can be Ni filled with the Holy nini Spirit. tunahitaji basi kufanya? What is our requirements? Hata tuangalie basi hizo shuruti za ujio wa Roho. Let us see the requirements. Tutasoma Matendo ya Mitume sura yake ya kwanza Acts na ule mstari wake wa 4. 4. Biblia inasema hivi: The Bible says, hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba ambayo mulisikia habari zake kwangu. Amen. Amen. Yesu amekufa hapa Jesus died here. na amefufuka hapa. And he just arrived. Wakati Yesu Kristo amefufuka, When he arrived, kama vile nilivyosema hapo mbele, as I told you before, siku 40 alitokea wanafunzi, after 40 days, he just na appeared to the wakati disciples. amekutana na wao And when he met them, akawaambia hivi, he told them, sababu alijua ya kwamba ni wakati wa Pasaka, because he knew that it's the ni time of wakati East. wanafunzi wako wanaelekea Yerusalemu It's the time that the disciples are going to kwenda Jerusalem kukumbuka ile Pentekoste. to go to remember the Pentecost. Na akawaambia sasa And he told them now, wasitoke kule, don't depart from Jerusalem. sababu tayari alikuwa ameshawaambia Because he told them kwamba before, hawawezi lolote bila Roho Mtakatifu. they can do anything without the Holy Akamwambia kwamba Spirit. ni faida ya mimi kwenda, And it's a sababu mimi benefit for me to go. nisipoenda, If I'm not going, ule msaidizi hata kuja. that helper will not come to Kwa you. hivyo kusudi aweze So kukuja, that he can come to you, inabidi mimi niende. I have to go. Yesu akawaambia sasa, Jesus told them hivi now, nataka kwenda, if I'm on, I lakini want to sababu go. nimeshawaambia kama hamuna uwezo bila ule msaidizi, But because I told you we are mwende mungojee kule powerless Yerusalemu, without the Holy Spirit, mukae kule go there and just wait. mpaka mungojee siku ile ahadi itatimia. Until you wait the day the promise that will be fulfilled. Wanafunzi wa Yesu Kristo ukifuata ile mstari wa kufuata The pale, disciples, if you follow that scripture, they're wakaanza down. kumuuliza Bwana, maana yake ndio siku yenye utatuonyesha habari za ufalme hii. Lord, is that day you're gonna see, show us something? Nyie haiko ile mambo haiwaoni. That one doesn't. Na kuna mengine hamwezi kuelewa bila Roho Mtakatifu kuja. And others will not Lakini nyie recognize tu without the Holy Spirit. mwende pale mungojee. Just go there and wait. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Wakati wameenda pale, When they went ni there, imani yangu kwamba wameenda it's my belief na that bidii fulani They went with a big kutambua courage. kwamba kumbe Yesu anapoenda so that if God sasa goes, tutakuwa na sie na uwezo. we will have power. Unajua wanafunzi wakati walikuwa na Yesu, Because the disciples hakuna were with kitu Jesus, wangefanya. nothing they could do. Nakumbuka siku moja I remember one day, wanaenda kuombea they pepo, went to cast wanajaribu demons. kuiombea They inawashinda, start to cast. wanakimbia mara moja kwa Yesu. They come to Jesus. Imetushinda huku we are kuikemea. unable. Yesu anawaambia sasa, Yes. nyinyi Jesus mpaka told them, wakati gani until when nitakuwaka na I nyinyi? will be with you. Hii iko
iko rahisi tu. This one is very simple. Hii haiwezekani isipokuwa kwa maombi ya kufunga. This one until you pray Jina la and Bwana lipewe fast. sifa. Hallelujah. Yesu anaanza kuwapatia siri. Jesus just gave him a secret for the kingdom of Alafu God. sasa wakati anawaambia anataka enda. When he told them he wants Kila to mmoja go, kaona okay sasa bitakuwa tena. how things Ile are going pepo to tena be. ikitushinda tutakimbilia na. That demon, if he can refuse, where Sasa we go. tunakutana problem kule. Nani tena atatusaidia? If we meet a problem, who will help Na huyu us? Joe ameenda. And this man is Maisha gone. ya dependence. You see the life of Mkristo bila Roho Mtakatifu A Christian ni without the Holy Mkristo Spirit ambaye anakuwaka tu anadependre na wengine. is a dependent Christian. Ni Mkristo ambaye hata wakati wa shida hana uwezo wa kupiga magoti aombe. Even if in the problem he cannot Yeye even anajuaka pray. kwamba ni wengine wanapaswa tu He kumuombea. knows that the other Yeye people can anajuaka pray ni for him. wengine tu anaenda kumsomea He said the maandiko. other people can read for Yeye him. anajuaka tu ni wengine wanaenda kumuongoza kwa safari ya He knows kwenda that mbinguni. it's others who can just Lakini to Roho show him. Mtakatifu anapokaa ndani yako, When the Holy Spirit comes in utakuwa you, Mkristo ambaye uko independent. you'll be a Christian who is dependent. Utakuwa Mkristo ambaye Roho mwenyewe anatenda kazi ndani You'll be a yako. Christian who the Holy Spirit works in you. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Shurti za Roho Mtakatifu ziko ile. The requirements of the Holy Spirit are 4. O ziko 5 samahani. 5, sorry. Ya kwanza The first one, tumeipata katika ile maandiko pale. we saw it in that scripture. Ya kwanza ni kutii agizo la kutokutoka. To obey the commandment not to leave. Wakristo wengi wanakosa kujaza Roho Mtakatifu Many Christians are not filled with the Holy sababu ni Spirit. watu ambao hawatii agizo. There are people who don't obey the commandment. Wakati Mungu anasema usitoke, When God said don't unabidi depart, kutokutoka. don't leave. Hautajazwa katika Roho Mtakatifu You will not be filled with the Holy Spirit wakati wewe ni mtu hauna msimamo. when you are somebody without a position. Hauwezi jaza Roho Mtakatifu You will not be filled with the Holy wakati hauwezi Spirit kukaa mahali pamoja. when you cannot stay in one place. Hauwezi jaza Roho Mtakatifu You will not be filled with the usipokuwa Holy Spirit Mkristo ambaye ana kanisa la mahali. if you are not a Christian with a local Hauwezi church. jaza Roho You Mtakatifu will not be filled with the Holy wakati Spirit hauko Mkristo anayetulia. when you are not a Christian or humble Christian. Biblia inasema hivi, The Bible says, aliwaambia He told ya them, kwamba wasikae pale wasitoke. stay there, don't depart. Na waza ikiwa walikuwa pale, If they were there, kama mmoja angekuwa iko mule ndani, if someone was inside na there, rafiki sasa anasema and siku let's mbili say, hii bwana. 2 days now, Mimi niliacha maafere yangu kunyuma. I left my Je, business mbakie there. tu pale mko mnaendelea. You stay, I'm going. Mimi narudia kwenda kufanya I'm mambo. gonna see my business first. Roho Mtakatifu asije kuja. The Holy Spirit will not come. Tuko pamoja. Are we together? Shurti ya kwanza, First requirement, kutii agizo la kutokutoka. to obey the command of not depart. Ikiwa Yesu Kristo amekuita mahali, If Jesus called you somewhere, amekupatia kipawa fulani, He gave you a gift. je, umetoka ama ungali pale? Have you left or you are still there? Ikiwa alikupatia agizo ya kwamba nitakutumikisha wewe, If He told you that the command is je, that I will ungali work, pale ama umetoka? are you still there or you have Ili left? upate Roho Mtakatifu, So that you can receive the Holy Spirit, unahitaji kungojea pale Yerusalemu. you have to wait there in Jerusalem. Unahitaji kutii ile agizo ya Mungu You have to obey that commandment of ya God kwamba yeye ataleta, that He will bring. lakini ataleta wakati ulimngojea pale. But He will bring the time you wait. Ataleta wakati ulitii ile agizo ya kutokutoka. He will bring when you obey that command not Ataleta to leave. wakati ulikuwa unafanya He hivi. will not bring when you are just there Anataka moving. ubakie pale He wants you to na stay yeye there akutane and He will meet you pale, there ahadi yake itimie. so that His promise may Jina la Bwana fulfill. lipewe sifa. Hallelujah. Tuangalie shurti ya pili. Let us see the second Shurti ya pili requirement. tunaona ya kwamba ni kungojea ile ahadi. To wait for that promise. Kuna ahadi nyingi katika maisha yako There is many promises in your ambayo life Mungu amekuahidi, that God has promised you. lakini kiroho Mungu ameahidi kila kiumbe kujaza roho. But in the Holy Spirit, everyone has to be filled with Hata Holy kama Spirit. tunakimbizana na baraka za Even mwili, if you are rushing with the blessings, tunakimbizana na promotion huko we are kazini, just rushing from the promotion of tunakimbizana na God. madigrii huko kwa We are university, just rushing from the degrees at the lakini kuna university. ahadi moja ambayo tulipewa, But there is one promise ni you have kwamba been siku given. hii ya mwisho This is the last Roho wa days. Mungu atashuka kwa kila The kiumbe. Holy Spirit will come upon every Je, creature. unangojea ile ahadi? Are you waiting for that Kusudi promise? ungojee ahadi, So that you can wait for unahitaji that. kuijua You kwanza have to know na it unahitaji first. kuiamini. And to believe it. Kama hauamini ya kwamba Roho Mtakatifu yuko pale juu yako If you don't believe that the Holy na Spirit is hata there, kuja kamwe, and they will not na come pia further, hautaweza kumngojea. and they will not wait for Him. Lakini shurti ya pili Second ni requirement, kungojea ile ahadi. wait for that promise. Kama unaombaka, If you pray,
ni vizuri wakati ingine uko na insist juu ya hili jambo. You have to insist on that. Ya baba Bwana, mimi sijaacha bado, ulisemaka utanijaza. God, I will Niko not ninangojea quit until ahadi yako. I'm waiting for a promise. Kama ninangojea ahadi yako Bwana, If I'm waiting for it, uliambiaka wenzetu wasitoke. you told to Na others mimi to don't Bwana wait. niko hapa And sitoki. I'm here, God, I will not Sababu quit ninangojea ahadi yako. because I'm waiting for more promise. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Tuangalie ahadi ya tatu. Let us think the third requirement. Shurti ya tatu ni kwamba The third inabidi requirement. kukaa pamoja You have to stay together. kwa mahali pamoja pia. One place. Unajua tunaweza kaa pamoja We can stay together. na hatuko mahali pamoja. And we are not Na tunaweza together. kaa mahali pamoja We can do one lakini place. hatukai pamoja. And we are not together. Sijui kama naeleweka pale. Am I understood Hapa that? tuko watu labda 100 ama ngapi sijui. Perhaps we are 100 Lakini here. nataka kuhakikishia ya kwamba But I want to tell you, tuko hapa sote, we are here all ile of us. 100 tunakaa hapa pamoja, We are together. lakini huenda hatukai kwa pamoja. We are one place, but we are not together. Sababu gani? Why? Wamoja saa hii wako wanawazia yenye waliacha kunyumba. Other are thinking about what they left home. Wengine wako wanajiuliza basta nitarudia kunyumba nitakula nini? So when I will go back home, what am I gonna eat? Niliacha hata masahani siku ziosha. Oh, I left him in those without washing them. Pastor nana kawia sana. Pastor is delaying too. Niko na programu fulani I have hapa. an appointment somewhere Na kadhalika. and something. Hawa walikuwa pamoja. These people are one place. Macho yao ilikuwa ngambo moja. Their eyes one way. Matarajio yao ilikuwa mamoja. Just waiting for one thing. Walingojea kitu kimoja. Waiting for one thing. Hakuna mtu alikuwa anangojea pesa pale. No one was waiting for Hakuna money mtu there. alikuwa anangojea chakula No one pale. was waiting for the food. Kama vile wengine walikuwa wanafanya. Other they said they Yesu were wakati amefuatwa na wanafunzi when wengi. the people disciples were following Jesus, Wakati mmoja anawaona wako njaa akasema hivi. one day when they were hungry, Unaona watu wako na njaa hawa. you see these people Kuna are kitu hungry. gani pale tuwafanyizie? What do you have so that you can do for Sema them? hatuna kitu. We don't have Akasema something. mimi nilikuwa tuna bumikate wangu buwili. I have just two Nilikuwa na mbona na breads. samaki wangu butano. and the 5 Sasa fishes. tutafanya namna gani? How Sema can we do? niye ndio kukulisha wale You wale. have to feed Mimi these hatuna people. kitu yetu kukulisha na We nini? don't have. Leta ile yenye uko nayo tu. Bring what you have so that you can feed these people. Unajua mahali palipo umoja You know when there is kuna pia makubaliano. also some agreement. We imagine ulitoka kunyuma na umikate wako mwili. Imagine you brought 2 bread for lunch. Hakuletaka juu ya wale watu wote He wale. did not bring this for Alikuwa you. anajiletea peke He yake. just brought it for himself. Lakini sababu kulikuwa umoja wa kiroho, But there is oneness of Holy Yesu Spirit. anaongea na wao. Jesus spoke to Yeye them. anajitoa He just give katika himself kujitoa kwake kwa ile to mikate give himself with na those umoja breads. ambao ulikuwa wa nia And moja, with oneness ili together, waweze kulisha wale so watu. that he can feed those Muujiza people. ukatendeka, The miracle watu came. 5,000 wakakula mikate miwili. 5 people ate 2 breads. Kuna siri katika umoja. There is secret. Wakati watu wanakaa pamoja kwa umoja, When in one place muujiza na you nguvu work za together, Mungu ziko pale. the miracles they are there. Daudi akaelewa lile jambo. David Katika knew this kitabu cha thing. Zaburi 133 In Psalms na 133 akasema ya says, kwamba tazama ilivyo vema na see kupendeza how it is good and ikiwa love. watu wanaweza kaa pamoja kwa If people umoja. can stay one place in together, Eti sababu pale kuna baraka za Mungu. there is a blessings of God. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Tunazoea kusoma lile andiko na watu wanaishia pale sasa kama mafuta ifukae ndevu za Like oil just coming lakini from kule there, mwisho anasema hivi But at na the ni end pale says- Bwana anamwanga baraka zake. And that's where God feeds his Hakuna baraka blessings. za Mungu kwa kikundi There is no blessing ambacho to a kinatumika na congregation matengano that wapendwa. will work with Hakuna separation. baraka za Mungu kwa kikundi There is no blessing of God wakati to a watu congregation. nia zao ni tofauti. When you have Kuna baraka za different Mungu kwa emotions, kikundi there is a blessing. wakati mawazo yao ni mamoja. Where they are thinking of Wanakaa one, pamoja kwa umoja. they are one place together Wakisema kwa sauti moja to speak one na word wakiwa na mwelekeo mmoja. and one direction. Hatuwezi kuwa hapa na wamoja tuko natoka hapa, wengine labda ni walevi, eti tuko naenda pamoja. We cannot be here somewhere drunk and you said we are together. Na hatuwezi kaa hapa pia wakati tunasema kwamba tunangojea Roho Mtakatifu, wengine nasema kwamba Roho Mtakatifu hakuacha. I said we can wait for the there's someone said there is no Holy Spirit. Hatuwezi kuwa pamoja kwa umoja wakati tunasema kwamba tuko naenda mbinguni, na wanasema kwamba wote bakiaka We hapa. can be together when you said we are going to heaven. They say no, you will stay here. Na shida kubwa ya makanisa ndio hii. This is a big problem of churches. Unajua kila mtu amepata mafundisho huku na huku na huku. Someone has got teachings from here and there. Na tunakuja kukutana hapa Canada. And we just met here in Canada. Na mimi ni mchungaji wa hapa, nina mafunzo yangu tofauti labda na yenye ulipataka kwa wale wengine. I'm a shepherd of here and you got some teaching from your someone. Lakini kama mimi kama vile baba yako wa kiroho, But I'm your spiritual ninakufundisha father. jambo hivi. I just told you Na wewe this. ndani yako unasema mimi sitaki And vile. then you said Hakuna no, Roho I Mtakatifu don't want. atashuka hapa. There is no Holy Spirit Mnataka here. kunielewa pale? Can you understand this? Ikiwa Roho Mtakatifu
Mtakatifu atashuka, If the Holy Spirit will Roho come, aliye ndani yangu the Spirit who is in akuwe ni me yule iko ndani yako, should be the same in akuwe ni yule you. iko ndani ya mwingine. Should be someone Sote else. tunachangia injili moja, We share one gospel, nia moja, one motion, matarajio mamoja, one requirement. tunaomba pamoja, We pray Roho together. anashuka pale. The Holy Spirit come down. Roho hashukaki kwenye kuna upingamizi. There is no, the Holy Spirit will not come where there is a rebel. Kwa hivyo ile jambo la tatu ni kukaa pamoja mahali pamoja. We have to stay one place together. Haiko kukutana hapa kanisani leo, Don't meet here at the church today. lakini jioni unaendaka kwa ingine kanisa. Evening you go to other church. Bo, labda pale nitakuwa naenda hako samedi na pale dimashi. I will go here Saturday and there Sunday. Unajua kuna washirika wengine ambao wanakuwaka na makanisa tatu. There is other believers, they have 3 churches. Kuna kanisa ya kutolea cha 10, There is where we go give tithe. kuna kanisa ya kwenda kuombewa, They have to be praying. na kuna kanisa ya kusosializia, kukutana na watu. And they have just to make people So social. kusudi inafaa ukuwe na wewe mu group fulani. You have to be in certain Ilifaa group. ukuwe kwa kanisa fulani. You have to be in certain church. Ilifaa ukuwe na mahali kwa ukuwe na mchungaji mwenye anakuombeaka. You have to have a pastor who pray for you. Ule ni wa cha 10. That is the one who gives Ilifaa tithe. pia kukuwe mahali You have to be the some kwenye place kuko maaktivite where there is some na watu activities wengine. with other people. Mkristo anahitaji kuwa katika kikundi kimoja na pamoja na wengine. A Christian has to be in one group Haiko together kwa with nia other tatu people. ama wa makanisa tano. Not through 3 churches. Bwana tusaidie sana. Hallelujah. Natamalizia jambo la 4. I want to finish. Jambo la 4 nasema hivi, kutoa dhabihu ya mavuno yetu, To give the tithe of our harvest na pia mahali tulipoachia Bwana. and where we left for God. Kuna mahali ambako kila mmoja alichagua ya kwamba ni pale ataenda kukutana na Bwana. There is everywhere someone is choose that this is where we meet Na with ile God. mahali ambako ulichagulia Bwana And where we choose for ni the God. pale unaenda kukutana naye. That's where we go to meet Ni Him. pale unalishwa na yeye. That's where we are Ni feeding pale with Him. unazungumziwa na And yeye. that's where we have been spoken to Him Kupitia neno la Mungu, through His words, kupitia maombi, through prayers, kupitia hata mambo tofauti. through even counseling. Na ni pale unahitaji kutoa dhabihu And that's zako where you have to give your offerings ili ujaze Roho Mtakatifu. so that you can be filled with the Holy Ni Spirit. lazima ukuwe na madhabahu fulani. You have to have some pulpit. Ni lazima uwe na madhabahu ambako unakusanyikiaka na You wengine. need to have a pulpit where you gather with Ni lazima others. na kwa ile madhabahu kuwe kunafikaka matoleo yako. That pulpit has to bring your offerings. Najua iko drole sana habari za Pentecost kuzungumzia sadaka You know that it's very dangerous to speak about the Pentecost through offerings. Au labda ungejua kwamba leo tutakuwa tunaomba Roho Mtakatifu ashuke, wana wanaanza tuzungumzia tena vya sadaka. Because today we knew that we were just to pray and the Holy Spirit comes back, they are taking you about this offerings. Asubuhi ya leo sitaki ukuwe mjinga I don't want to be ignorant this kuwaza ya morning. kwamba Roho Mtakatifu ni vile anashukaka. Do know that that's the way the Holy Spirit comes Roho down. Mtakatifu The Holy Spirit, anashuka wakati tunatii hizi shurti. He comes down when we fulfill these requirements. Ikiwa haujui kutoa dhabihu yako, If you don't know how to give your offerings, ikiwa haujui kuweza kutoa mavuno yako, if you don't know how to give your harvest, kila dhabihu unayotoa mbele za Mungu, every offerings you give to Mungu God, anaihesabu kama ni kumwabudu. He just counts it as to Na worship. wakati unaabudu Mungu katika roho na kweli, When you worship through Biblia inasema ya kwamba spirit, wanaoabudu vile ndio wenye yeye anatafuta. those are the one He looks Na kusudi for. uabudu Mungu katika roho na kweli, So that you pray for truth and lazima spirit. neno lake linavyosema That as His word says, uweze kuitii vile. you have to obey. Mshirika mmoja tulikuwa naye mahali fulani, One member we used to be with him one tulikuwa naye place Kenya, akawa anasema hivi, where he be with him in yeye Kenya said alikuwa hatoake sadaka, he cannot give offering hata akipata pesa ngapi hawezi toa sadaka, even if he got how many. lakini yeye anaambiaka watu nini, But he says, mimi nitakuwa najitoa vyote venye unaniambia mkanisa. I will be giving myself Mkisema tu sasa everything. nifagie, niko tayari mimi. If you want me to wipe, I will wipe. Mkisema pia kwamba nitengeneze ile kanisa yote peke yangu, nitaifanya. If you want me to sweep the church, I will sweep it. Ile mie ndio contribution yangu. That is my contribution. Ile mie ndio sadaka That is yangu. my offerings. Lakini Biblia haijasema vile. But the Bible doesn't say this. Biblia inasema The hivi, Bible says sadaka yako, your kazi za offerings, mikono yako, work of your nguvu hands, yako pia, your strength, ni lazima uitoe kwa Mungu. you have to give it to God. Alafu ndio akasema kwamba wanaonipenda mimi, So those one who love me, eti ni lazima wanipende katika roho zao they have zote, to love me through their kwa hearts, nguvu zao zote, with their strength, kwa uweza wao to wote, their kwa power, mali yao to yote, their wealth, na nitaongeza ya kwamba na kwa mavuno yao and yote. even to their Bwana sifiwe. harvest.
Kama unapokeaka kitu, If you get something, unafunaka kitu, you have something. Mungu hakukubariki na nguvu tu, He did not bless you with strength. alikubariki pia na kitu kingine. He blessed you with Na something unaweza else. sema kwamba najua mimi Mungu anipatia akili ya You know God kutengeneza gave vitu. me mind. Mungu anipatia akili ya kucheza gitaa. He gave me the mind to Kwa ile play kanisa guitar. mimi tabatoleaka ile tara yangu ya I will give them my talent to play guitar. lakini kucheza yako muziki But to play the music, haiko njoo yenye kuhanya ataenda kutikisa. it's not that the priest will shake. Sijui kama tuko pamoja pale. He will shake the guitar. Nashukuru Mungu sababu nashukuru Mungu sababu wapendwa hapa wamefanya system nzuri. Brethren here that did something good. Na nilikuwa nasoma hii maandiko nikakuja kulinganisha ile mambo ni kama iliingia exactement vile Biblia inasema. I was checking the scripture and it sounded like this. Mnajua hizi bahasha zenye mnaandikaka hapa Those envelopes, ziko mule. they are there in the office. Na kumbe Tuesday siku ya pili baada ya Sabato Tuesday after Sabbath, tunakuwaka mule tuko na siombea. we'll be there praying for them. Nilipokuwa nasoma hii andiko When I was reading this nikakuja scripture, kutambua I said, okay. ndio miganda hii yenye tuko tunatikisa This is the one we are kwenda shaking. kuleta mbele za Mungu ili ipate Bring kibali. before God so it can be get Usishangae wakati favor. kanisani You don't unaweza ona mtu iko na prospere Someone is na mwingine going ha up prospere. and someone is down. Usishangae wakati unaona mwingine iko nabarikiwa hapa Someone is na blessed wewe here hauko and you unabarikiwa. are not blessed. Labda utasema ya kwamba no kuna upendeleo mahali Perhaps fulani. this is injustice. Mungu sio mpendeleo. God is not Chochote just. ulichokipanda ni kile unavuna. Whatever you plant that Na you will ikiwa reap. mganda wako tu uliletwa mbele za Mungu, If you brought your own neno la harvest Mungu to God, nasema makuhani waitikise. so that the priest can shake Kama it, ile mganda itapata kibali mbele za those Mungu, offering will get wewe favor. ndio umepata kibali. You got Na favor. unapopata kibali And mbele when za you get Mungu, favor, nani wa kukutisha tena? who will shake Nini wewe you? utakosa wakati umepata kibali mbele? Nothing you will miss when you have Katika favor from ofisi God. utaingia umekubaliwa. In the office you go there, you have favor. Wakati unaenda kumaduka umekubaliwa. When you go to shops, you Unaenda get favor. kutafuta kazi umekubaliwa. You go to look for Sababu wewe work. una kibali mbele za Mungu. Because you have favor in front of Watu God. hawatakuona tena, People will not see lakini you. wataona aliyekaa They ndani will yako, see someone inside you. ambaye wewe unamtolea kwa The moyo. one who give you with your open heart. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Kuna laana wakati watu wa Mungu hawako waaminifu kwa kazi There yao. is a curse when the people are not obedient to work of Wakati God. hatuko waaminifu kwa matoaji pia, When you are not faithful to offerings, kuna laana mbele there zetu. is a curse in front of us. Tuangalie jambo la tano na la mwisho. Let us see the last one. Tunahitaji kutambua kama ni haki ya kila Mkristo kupokea Roho Mtakatifu. We have to understand it's the right of every Christian to receive the Holy Spirit. Je, unajua kwamba ni haki yako kujaza Roho Mtakatifu? Do you know that it's your right to be filled with the Holy Spirit? Haiko hata kitu cha wewe kwenda kutafuta kulipa pesa. It's not something to go and pay for Ile ni money. haki yako. That's your right. Sijui ni hapa niliwaeleza namna Kongo pasta mmoja alikuwa na shida na mshirika wake. I don't know if it's going in Congo where a pastor has a problem with his member. Anaenda ambia washirika hivi. He went to talk to his members. Kama nataka kujazwa Roho Mtakatifu, If you want to receive the Holy Spirit, unaleta $100 bring kwangu $100. na kuwekelea mkono na I jazwa. will pray for you and you will just fill. Na watu wakaanza kuleta ile. People are brought. Anaanza wawekea mkono. Give. Na anaanza waambia, atasema alalala, atasema alalala. Speak, alalala. Anasema alalala, lakini hakuna kitu. Nothing. Akasema no, wewe ulikuwa na dhambi sana. Wewe kwanza tena many sins. utakuja kesho. Kama akasema nilishaangalia mimi sikufanya dhambi. Pastor, I didn't sin. Anakuja ya pili. Second time, Anaenda tena aombewe hakuna he kitu. went there, we prayed, Akasema, nothing. Pastor Evan, hatutaenda bali Pastor, ushie lale zangu. can you bring my money? Mimi sitaki tena wale roho wako abakie kule. I don't want your Kama spirit. nitambua kwamba huu sio Roho Mtakatifu. This is not the Huu Holy ni Roho Spirit. Mtakatifu. This is a spirit. Kama ni Roho Mtakatifu ndio iko ndani yako If you pastor. are spirit to Nipatie Lord, pesa zangu. give me back my Hata akasema money. zenye zinafikana kwa mikono ya mkuhani hazirudi yake. If he doesn't touch the hands Akasema of zangu priest, zitarudia. mine will come back. Walikuwa watano There were 5 wenye ameshakula vingi. that he just eat their money. Wanaenda kwa mahakama. They went to justice. Alafu Eresma wanakutana ule mkubwa mwenye ule juge naye ni pastor. The judge was also a pastor. Sasa wanasema sisi tunakuja kushtaki pastor. We just come here to Pastor tena wamefanya nini? Mbona mnatufataka sana pastor? Mbona na mimi ni pastor? or just call us. What did the pastor did Eske again? naona fanyaka hii pastor? Do you do this to Ni pastor? yake uniambie kwanza. Can you tell me? Tumekuliwa pesa si. We have been eaten money. Aseme nyewe pastor ndio mnajazaka Roho Mtakatifu. That you are the pastor who just fill people with the Holy Spirit. Tumeombewa hatujampata. We have been prayed nothing. Sasa vitakuwa namna gani? How things gonna be now? Wanaenda kusamba They kule. went to the judge. Anauliza huyu pastor, utuambie Ask this andiko pastor. yenye inasema Which scripture ya kwamba says? wewe jina yako fulani You pastor, wewe ndio utakuwa unapatia watu We roho. are giving people. Matendo ya Mitume Biblia inasema hivi. In the Yesu akawaambia kwa ile tangu ile sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 4 pale. from 4 to 1 Yesu to 4. aliwaambiaka hivi. Jesus told Ya them, kwamba mmesikia kwamba Yohana Mbatizaji atawabatiza kwa maji, you have heard that the John lakini Baptist mimi nitawabatiza kwa moto na kwa roho. I will baptize you through Ni kwamba ni Yesu fire and mwenyewe the Holy anajaza Roho Spirit.
Mtakatifu. It's Jesus Hakuna himself. mwanadamu ana uwezo. No man has Wala power. hakuna mwanadamu iko na ule Roho Oh, no Mtakatifu. man has this Roho spirit. Mtakatifu iko kwa Yesu mwenyewe. The Holy Spirit is from Mkristo God. ni lazima utambue ya kwamba The Christian has to uko recognize. na ahadi ya kujazwa Roho You have Mtakatifu. a promise to be Ni filled. dua yako kujazwa It's Roho your Mtakatifu. right to be filled. Ni lazima uiombe na utapewa. You have to pray this and Lakini receive ikiwa it. utatimiza zile But shughuli, if you will fulfill these utajazwa Roho requirements, you will be Mtakatifu. filled. Hautajazwa Roho Mtakatifu You na will not be kupitia kinyume na hizo. filled without those requirements. Pentekoste ni yetu. Pentecost is for us. Lakini lengo la Pentekoste ni kwamba But the mission of Wakristo Pentecost, wajue kujitoa kwa mali you yao, have to give yourself. wajue kutoa mavuno You yao, have to give your harvest. wajue kujitoa mbele za To Mungu give him the kwa fruit of ajili ya yourself. vipawa vyenye Mungu ameweka ndani For yao. the gift God gave Mungu you. anawajaza Roho Then Mtakatifu God will fill kusudi you with the wakamilike Spirit. kwa kazi yake. So that you may be Na fulfilled. wanapojazwa Roho Mtakatifu And when you are filled, wanakuwa vyombo vinavyofaa kwa they are now Mungu. good instruments. Nataka malizia basi. I want to finish now. Ninapomalizia nataka sema hivi. When I finish, I will say this. Ni Pentekoste ni sikukuu ya mavuno ambayo imeanza kwa agano la kale. Pentecost is the day of harvest. Pia kanisa la Kristo ili lipate nguvu na kukomaa kiroho lina haja ya ujazo wa Roho Mtakatifu. So that the church of Christ may be fulfilled with the Holy Spirit. Roho Mtakatifu alishukia mitume walipokuwa katika ukumbusho wa siku ya mavuno. The Holy Spirit came to the disciples when they did the Pia walikuwa harvest. pamoja kwa umoja They were one place na together walikuwa pia katika kutoa dhabihu zao. and they were there offering. Labda utasema walikuwa wanatoa dhabihu namna gani? We said how they were Nisema there kitabu cha offering. Matendo ya Mitume wanaelezwa ya kwamba The Bible says walikuwa na vitu vyote nini? they Ushirika. were everything in Wala hakuna common. mtu mwenye alikuwa na chake. No one has his Wote own. walipokuwa pamoja, When they were kila together, mtu alileta unga yake pale. everyone brought Kwa his kuleta wheat. chakula yake alileta pale Some na brought pesa. food. Hakuna mtu alikuwa na ficha yake. No one has hiding. Walikuwa pamoja kwa umoja na vitu vyote They ushirika. are one place in together in common. Pentekoste sio maana ya kujaza Roho Mtakatifu. Pentecost is not the meaning to be Ila fulfilled. Roho alishukia mitume siku ya Pentekoste. But the Holy Spirit came the day of Pentecost. Na kama na Roho Mtakatifu akushukie, If the Holy Spirit will come to you, atakushukia ikiwa unatii Pentekoste. he will come to you when you obey the Wewe Pentecost. basi endea Pentekoste. Go to Pentecost Na kuendea Pentekoste ni ile mambo tumezungumzia and then you hapa. have to go through the Na Roho words. Mtakatifu atashuka And the kwako. Holy Spirit will come Bwana to you. tubariki. Amen. May God bless us. Amen.